Uhari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba Abigail Chams kupitia ngoma ya Me Too ambayo ameshirikiana na Harmonize, ni ngoma ambayo imeweza kuweka rekodi kubwa sana Afrika Mashariki. Lakini katika hilo ni kwamba katika hizo rekodi ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaonekana kuleta au kuleta effect, ni jinsi ambavyo ushirikiano kati ya Abigail Chams pamoja na Harmonize. Sasa nilikuwekea hapa story kuhusiana na ngoma hii ya Me Too pamoja na Furaha. Yani hii ngoma inaonekana kushika namba moja katika nchi 5 Afrika Mashariki. Yani maana yake kushika namba moja katika nchi 5 za Afrika Mashariki. Sasa kupitia Konde Gang hapa nimepata taarifa kuhusiana na jinsi ambavyo ngoma hii imeweza kuleta ushindi mkubwa. Sasa taarifa inasema kwamba Run East Africa Me Too, manake nyimbo ya Me Too imeweza kufanya makubwa Afrika Mashariki, ambapo tunaona wameandika hivi kwamba Abigail Chams and Harmonize Me Too soars 1.5 million YouTube views in 11 days. Manake nyimbo hii imeweza kufikisha milioni 1.5 katika YouTube ndani ya siku 11 na kuweza kuongoza chati za Tanzania. Lakini pia story ambayo imeweza kunileta hapa ni kwamba Abigail Chams ndio msanii wa kike wa kwanza kushika namba moja YouTube na Apple Music Tanzania. Maana yake ni kwamba hakuna msanii mwingine wa kike zaidi ya Abigail Chams ambaye ameweza kuweka rekodi hii. Yani ni kwamba kutokana na hiyo nyimbo ya Me Too imeweza kumfanya Abigail Chams kuwa msanii namba moja wa kike kushika namba moja YouTube na Apple Music at the same time, ambapo anasema kwamba Abigail Chams ameweka rekodi mpya kwa msanii wa kwanza wa kike mwaka huu kushika nafasi ya kwanza kwenye chati za YouTube na Apple Music kupitia wimbo wake wa Me Too. Kwa hiyo kwa mwaka huu hakuna msanii wa kike ambaye ameweza kushika namba moja katika YouTube pamoja na Apple Music, kwa sababu tunaona wasanii wa kike kwa mfano Zuchu, Nandy, hao wote wanajitahidi kufanya kazi nzuri, lakini kwa mwaka huu hakuna ambaye ameweza kumfikia Abigail Chams kuweza kushika namba moja. Na pia kaandika Abigail Chams Me Too featuring Harmonize take East Africa by Storms. Maana yake ni kwamba nyimbo hii ya Abigail Chams ambayo imemshirikisha Harmonize imeweza kumsaidia kuongoza Afrika Mashariki kuweza kuwa kamaradi, au sio? Sasa baada ya hayo yote kuweza kutokea kutokana na jinsi ambavyo ukubwa wa ngoma hii imeweza kuleta shida kwa baadhi ya wale wabaya, au sio? Mmoja kaandika mwambie Harmonize punguze drama za huyu Kajala, focus muziki wake, atoe hit song, watu watamsupport na atulie kama yuko na Abigail, atulie waachane na hiyo mimama yake, au sio? Mmoja kaandika mambo ni yapendayo mezima fire after fire Konde ngoma kali hii. Maana yake anasema kwamba ngoma hii ni bonge moja la ngoma ambalo kiukweli hatakiwi kuingiza katika drama nyingine. Anasema to the world drama tunaiona kabisa. Mwingine akaandika kwamba Harmonize ndio msanii namba moja ambaye ameweza kufanya makubwa, kwa sababu ukiangalia challenge ambazo inaonekana kuendelea inaonekana kuonyesha kabisa kwamba watu wanaikubali ngoma ya Me Too kwa kuliko ngoma nyingine katika upande TikTok, lakini pia katika platform mbalimbali. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ndiko subscribe.